Na mtazamaji, tunaendelea na mahojiano mafupi hapa katika kikao hichi cha Baraza la Wanawake BAWACHA mkoa wa Manyara, na tuko na baadhi ya wanachama pia na tutakwenda kuzungumza nao kwa ufupi sana. Karibu sana. Tutambulishe majina, tuzungumze kwa ufupi. Kwa majina naitwa Magita Faustini kutoka jimbo la Babati vijijini. Labda unaweza kuzungumziaje sasa mara baada ya Chadema nyie kama BAWACHA mmeruhusiwa chama kuruhusiwa kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa kwa ujumla? Karibu sana. Na uhai ukoje wa chama kule kwenye jimbo lako la Babati vijijini? Kwa ujumla kwa jimbo langu la Babati vijijini, kwa upande wa uhai wa chama tunajitahidi. Chama kiukweli kwa sasa chama kimeamka na tuko vizuri. Nini ambacho mnakifanya sasa hivi jimboni sasa? Kwa sasa kwa sababu chama ndo kimefunguliwa, tuna mipango ya kukutana sisi kama wanachama na viongozi, tufanye mikutano ya hadhara kuendelea kuelimisha watu, wananchi kwa ujumla, ili kujitambua sasa kwamba tuko wakati gani na tuko wapi. Asante sana. Na mtazamaji, tunaendelea kuzungumza pia na mjumbe mwingine hapa, yuko madam hapa. Karibu sana madam. Habari yako? Nzuri, habari za sasa? Tuko salama kabisa. Karibu sana na hongereni kwa kikao chenu cha leo. Nashukuru sana. Karibu sana, labda utupitishe kwa ufupi ni nani, kutoka wapi, kuhusiana na huu mkutano na mambo ya chama pia. Karibu. Kwa majina naitwa Mwanahamisi Mbwana Mwenye Amiri, ni mjumbe baraza la mashauriano la mkoa wa Manyara. Ipi furaha yako mara baada ya chama kuwa huru na ni yapi mnaahidi kuyafanya kwa ujumla? Kwa kweli nimefurahi kwa kufunguliwa kwa mikutano hii, japokuwa tulifungiwa kwa kuonewa. Nashukuru sana, na ninachokiomba, ninaomba kwamba kutokana na uongo waliofanya na walichomsingizia Mheshimiwa Lissu na kumweka ndani pasi na kosa lolote mpaka leo hii, nilikuwa naomba serikali ya Mama Samia basi na itoshe, wamwachie huru ili aweze kuendelea na maisha yake. Naitwa Devota Daniel, ni katibu wa wanawake Mbulu. Nimekuja Babati kwa ajili ya kikao cha BAWACHA kinachofanyika mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo tumefika, niko na wajumbe wenzangu hapa. Namshukuru Mungu tumetoka Mbulu salama na tumefika Babati salama. Hali ya kisiasa ikoje mara baada ya chama kutoka katika kifungo kile ambacho ilizuiwa kufanya shughuli zake, na unaweza kuzungumziaje kwa ufupi? Karibu. Kweli mwanzo hali ya kisiasa kidogo ilisimama kutokana na kukimbizwa na serikali ambayo inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi, lakini kwa sasa tumeamka, tuna nguvu mpya, tuna ari mpya, labda watakimbia wao. Tunaifahamu Mbulu mji pia umeshakuwa na mbunge wa Chadema. Kwa sasa amsha zikoje pale mjini mara baada ya shughuli za chama kuruhusiwa rasmi? Amsha kwa sababu hatuna muda mrefu sana tangu chama kufunguliwa, ila kwa sasa tuko mbioni kuendelea na kuamsha wananchi, wanachama, pamoja na kuunda matarajio yetu, tunataka kufanya nini kwa baadaye. Ingawa tayari tunayo matarajio na tumepanga nini cha kufanya, lakini tunaenda kuikazia. Nini neno lako sasa kumalizia kwa wana Mbulu mji kwa ujumla, viongozi mbalimbali? Neno la kusema kwa wana Mbulu ni kwamba tuko Chadema, tuko hai na tunaendelea kukipigania chama mchana usiku, mvua na jua. Hatuogopi chochote. Tunachojali sisi ni tunatafuta haki. Haki haipatikani kwa kuombwa. Haki hutafutwa, hupiganiwa kwa jasho na damu. Kwa hiyo tuko tayari kwa vyote hivyo. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante. Tunashukuru. Karibu hapa. Tuzungumza na viongozi mbalimbali wa BAWACHA katika mkoa wa Manyara, na tuko na mjumbe mwingine hapa. Karibu sana. Asante. Jitambulishe kwa majina yako afu tuzungumze kwa ufupi kwa siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Ana Panga, natokea Mbulu mji. Karibu sana. Kutoka Mbulu mji kukoje? Mbulu mji kwa kweli tunapambana. Hali ya kisiasa sio nzuri sana, lakini yote na yote tutapambana hivyo hivyo.
Unazungumzaje sasa mara baada ya chama kuruhusiwa pia kuendelea na shughuli zake nyewe kama wanawake BAWACHA kwa Mbuguru mji kwa ujumla? Tutapambana. Nafikiri siasa sasa hivi watu wanaiona kwamba tunaponyanyasika, kwa kuwa sasa tunanyanyasika, watu watu wengi wamehamasika, wanaona Chadema ndio chama kikombozi. Tunakushukuru sana. Mungu naitwa Juliet John, mwenyekiti wa baraza la wanawake jimbo la Babati kijijini. Leo tuna kikao cha wanawake, kikao cha uratibu. Kikao hichi ni kwa mujibu wa sheria na katiba yetu, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu leo tuko live, tofauti na vikao vilivyokuwa tunaendelea navyo mitandaoni. Tunamshukuru Mungu ijapokuwa kwamba tumezuiwa muda mrefu, lakini tunasema haki ya mtu haipotei, japokuwa wanajitahidi kuichelewesha. Haki ya mtu haiwezi kupotea. Ni hivyo. Nini neno lako sasa kwa wanachama wanawake pia ambao mnaongoza pia katika jimbo? Neno langu kwa wanachama wote na ndani ya hasa jimbo langu la Babati vijijini, inaendelea kuwasihi na kuendelea kuwatia moyo kwamba tuendelee kukazana, sababu hata sasa tupo imara. Ndio maana unaona tu inapopigwa mbiu tu mara moja tunakusanyika, maana yake tupo imara. Hatukusaliti chama, hatuwezi kusaliti, maana tunakifia chama, tunakipenda. Asante sana. Na tulikuwa tunamalizia. Lakini pia ninatoa wito kwa mwanamke mwenzetu ambaye anaiendesha nchi, Mama Samia Suluhu Hassan. Hakuitendea nchi yetu haki, hasa hakutendea wanawake haki, kwa sababu yeye kama mama aone huruma, awe na utu. Anabeba mimba, anaingia leba. Tumepoteza vijana wetu wengi kwenye kipindi cha uchaguzi. Vijana walikuwa wanalilia haki yao. Maandamano ni haki ya kikatiba, ni haki ya kila mwananchi kupaza sauti kwamba wanataka katiba na marekebisho ya tume huru. Lakini Samia kwa sababu ya tamaa, nasema ni tamaa, amekosa washauri bora, washauri wazuri. Kwa hiyo hilo limepelekea kupoteza nguvu kazi kubwa ya taifa. Kwa sasa wito wetu kwa Samia na wito wangu kwa Samia kwamba akubali kwamba amekosea, alafu arudi, maisha yaendelea, yajenge, awe mkweli tu ili mambo yaendelee. Mimi majina yangu naitwa Zuena Mwanga, natoka jimbo la Simanjiro, nikiwa kama katibu wa BAWACHA jimbo la Simanjiro, mweka hazina wa kanda ya kaskazini. Tupe kwa ufupi katika siasa hizi za sasa mara baada ya kuendelea na shughuli zake. Kwa kweli hizi siasa za miaka hii si siasa ambazo ni nzuri, ni siasa ambazo ni mbaya, kwa sababu sisi kama vile vyama vya upinzani, chama cha upinzani tuseme Chadema, tunanyimwa haki nyingi sana. Yaani hatuna haki, especially kama viongozi wetu kila siku ni kukamatwa. Chochote kile ambacho kitakachopangwa hakiwi, kinakuwa na kizuizi. Mkipanga hivi hakuna, mkipanga hivi hakuna. Wanawake ndio tunaonewa vibaya sana. Kama tulivyofanya kongamano lile la kitaifa, kwa kweli lile kongamano la kitaifa tulipata tabu sana sisi wanawake wa Chadema. Tulienda Musoma, lakini kwa bahati nzuri wengine tulitoboa tukafika Musoma. Wengi wao hawakufika, walikamatwa, wakaanza kuzalilishwa, wakavuliwa nguo. Kwa kweli hiyo ni kitendo ambacho sio kizuri hata kidogo. Sisi ambao tuliofika kule ikabidi tuingie kanisani ili tuweze hata kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kupunguza haya madhila tunayoyapitia. Tumevalia nguo chooni, ambapo kweli mwanadamu unaweza kuwa unaenda kumuomba Mwenyezi Mungu kavalie nguo chooni? Hapana. Sasa vitu kama hivyo kwa kweli vinatukera. Na sisi tunaiambia hii serikali ni kwa nini inafanya ubaguzi. Yaani wanawake wa Chadema peke yao ndio ambao hawakufanya kongamano, lakini dunia nzima wanawake wamefanya kongamano. Vyama vyote vimefanya kongamano.
wanawake wa nani za dini, viongozi wa nani wa dini, wanawake wa dini wote wamefanya kongamano. Kwa hiyo sisi tuna nini ambapo tusifanye kongamano? Kwa kumalizia, unatuma ujumbe gani sasa kwa serikali na unawapa ujumbe gani Wanachadema kwa ujumla? Kwa kweli mimi naona kwamba natuma ujumbe kwamba huyu mama hebu atuache huru. Asitubane. Na yeye ni mwanamke mwenzetu. Kwa kweli asitubane. Atuachie uhuru kama vile wanawake wengine walivyo huru. Kwa hiyo ndio ujumbe wangu. Nakushukuru sana. Hapa na tutakwenda kujitambulisha kwa majina. Habari yako dada? Nzuri. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Majina yako ni nani na unatokea jimbo gani, tuzungumze kwa ufupi? Kwa majina naitwa Loveness Penford, ni mwenyekiti baraza la wanawake jimbo la Mbulu vijijini. Karibu sana, tueleze kwa ufupi mara baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa. Nashukuru. Chama chetu baada ya kuruhusiwa ndo kama hivi tumeanza shughuli zetu za chama, japo wametukwamisha kwa sehemu kubwa sana. Kwa sababu wametufungia pasipo sababu, ni vikesi ambavyo havieleweki. Kwa hiyo ni wanajaribu kutugandamiza chini. Lakini nashukuru Mungu, sisi wanachama wa Chadema turudi nyuma, na pale tuliporuhusiwa tu, wewe mwenyewe ulishuhudia, shughuli ziliendelea. Kwa upande wenu Mbulu vijijini kukoje? Tumeona uzinduzi wa mkutano kaskazini, lakini Mbulu kukoje kwa katika sisi matawi? Tuko mbioni, muda wote hapa tutakuwa na mikutano ya hadhara, kwa sababu tunakuwa viongozi wetu wanavyokuwa wanazunguka kwa kanda, kwa majimbo. Kwa hiyo pia watatufikia na sisi tutaendelea na shughuli. Mimi kwa majina naitwa Felista Shauriane, nimetoka Mbulu mji na ni mwenyekiti wa wilaya wa Bawacha. Karibu sana mwenyekiti, tupitishe kwa ufupi furaha yenu mara baada ya chama kuweza kutoka kwa ile zuio la kufanya shughuli zake, na nyinyi mnaendeleaje kwa sasa? Kwa sasa tunaendelea vizuri na tumefurahia kwamba tumeachiliwa huru. Kwa hiyo ndivyo unavyotuona leo tumefika hapa mkoani sisi kama wanawake wa Chadema, na tunapenda sana kuunganisha wilaya nzima, kwa maana ya kwamba Mbulu mji na Mbulu vijijini, kwa kufanya mikutano yetu ya hadhara kwa kina mama wote ndani ya jimbo la, yaani kwa maana ya kwamba wilaya ya Mbulu. Unashuhudia Mbulu mjini pale kumekuwa na viongozi mbalimbali. Hali ya kimaendeleo ikoje katika miundombinu labda na huduma za kijamii kwa ufupi, ukiwa kama kiongozi wa wanawake katika chama cha Chadema? Kweli hali ni ngumu. Kwa sababu gani? Maana wanawake wa Chadema wanaonewa sana. Alafu ukiangalia wanawake kwa jinsi wanavyofanya biashara, wanaonewa, wanafuatiliwa sana. Utakuta mwanamke anauza matunda, anauza mboga, lakini huyu mwanamke anakimbizwa. Kuna siku nilishuhudia hivi mimi kwa macho yangu kabisa. Mwanamke amemfunga mtoto mgongoni, na baada ya kumfunga mtoto amebeba beseni kichwani, akakimbizwa, akaanguka, beseni imeangukia kule, mtoto huko. Kwa hiyo hayo yote yanafanywa na chama tawala. Kwa hiyo kitu ambacho labda niombe tu ni kwamba wanawake waachiwe huru, kwa sababu mwanamke ni kiungo na mwanamke ni anayeleta maendeleo katika jamii. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Mtazamaji, tuko na viongozi wa baraza la wanawake Bawacha mkoa wa Manyara. Tuko na mama mwingine tutakwenda kuzungumza naye hapa. Habari yako? Salama. Karibu sana, tuzungumze kwa majina yako, ni nani na unatokea wapi? Naitwa Clotilda Barabodi. Natoka Mbulu vijijini. Karibu sana, labda unazungumziaje siasa kwa sasa mara baada ya chama kuruhusiwa na nyie kama baraza la wanawake Bawacha katika mkoa wetu wa Manyara? Kwa ujumla tunafurahi kwa sababu tunarudi kazini. Japo tumekandamizwa kwa kipindi kirefu na kwa manyanyaso, si kwa haki ukandamizaji tunaoupata, lakini tunaamini kwa sababu hii ilikuwa ni mitego ya kutuvunja ili tusiwe na moyo na nia ya kuendelea na chama. Sisi tuko imara, haturudi nyuma, tunasonga mbele na wala hatukati tamaa. Unawapa ujumbe gani sasa wana Mbulu vijijini ambao mnaongoza pia kwa ujumla wanawake pamoja na wananchi na wapenzi wa Chadema? Mimi nataka kuongea kitaifa zaidi, sio kwa ajili ya Mbulu, maana Chadema inyanyaswi kwa Mbulu tu, bali na inyanyaswa Tanzania nzima.
hata watu wa mataifa wanatuona na wanaona unyanyasaji unaofanyika kwa ajili ya chama chetu, lakini kwa mtazamo wao wanadhani kama wanatupunguza nguvu. Sisi tunaamini wanatunoa na wanatutangaza zaidi kwa nchi za jirani na kwa watu wengine, kwa sababu mtu ukimnyima haki ambayo iko wazi zaidi unajidhalilisha wewe unayemnyima haki. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kasi tutakayoenda nayo sasa hivi itakuwa kubwa zaidi kuliko ile ya awali. Wataona mambo mengi tutayafanya tena kwa bidii na kwa mafanikio zaidi, maana watu macho yao na masikio yako upande wetu. Mungu, naitwa Fausta Ungu, nimetokea Babati vijijini. Nipo hapa leo kwa ajili ya kikao cha baraza la wanawake. Labda kwa ufupi tupitishe tu, unazungumziaje hali ya kisiasa mara baada ya chama pia kutoka katika kifungo cha kisiasa, kushindwa kufanya kazi zake za kisiasa kwa muda wa miezi kadhaa? Na sasa hivi hali itaendelea kuwa nzuri kwa sababu tumeshatoka huko, tunaendelea na siasa zetu na mikutano yetu na vikao vyetu vya ndani na nje. Kwa hiyo sasa tunaendelea vizuri na sisi tuko tayari kuenda na huo mwendo ambao tulikwamishwa kwanza. Kwa hiyo sasa hivi ni mbele kwa mbele. Unawapa ujumbe gani wa kina mama wa Babati vijijini pamoja na wapenzi wa Chadema kwa jumla katika ujenzi wa chama kwa sasa na kuendelea na shughuli za kisiasa? Nawaambia tusonge mbele zaidi kuliko tulikotoka, na tuko imara, tuko vizuri. Nikushukuru sana. Tunaipenda Chadema yetu, tunaipenda chama chetu na tunaipenda taifa letu la Tanzania. Asante sana, nashukuru. Shukrani.